Nipewa jina kwamba inaitwa malango ya uchumi. Funguliwa katika malango ya uchumi au malango ya uchumi. Malango ya uchumi. Sasa wakati nikitafakari nikwambie mpendwa, moja ya kitu ambacho wapendwa wengi, walokole wengi, watu waliokoka wanampenda Yesu sana, moja ya eneo wanaloshambuliwa sana ni kwenye uchumi. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Ukijaribu kuangalia mambo ambayo Yesu Kristo aliyafanya pale msalabani, kama alivyoishughulikia dhambi, alivyoishughulikia laana, ndivyo hivyo alivyoshughulikia umaskini. Yaani kiwango kile kile alichoshughulikia dhambi, alichoshughulikia laana, ndicho kiwango hicho alichoshughulikia nini? Umaskini. Hebu mwambie jirani yako, wewe mpendwa, unaendeleaje? Hebu nikuulize swali ambalo ningetamani hili swali liwe changamoto kwako, nikupe challenge kipindi hiki. Je, income yako, kipato chako kikikoma leo, una akiba itakayokuwezesha kuishi kwa miezi 6 kwa kiwango hichi unachoishi leo? Miezi 6 yote ndio. Yaani bila kubadilisha mpangilio maisha, lifestyle, uishi hivi unavyoishi, kipato chako kimekoma leo. Je, una akiba? Usije ukaniambia utaishi kwa imani, kwa sababu Bwana anasema anazibariki kapu lako na hazina yako. Je, sasa kuuliza jirani yako kwa jirani, usihangaike na kwamba je, wewe unaweza kuishi, una hazina ya kuishi miezi 6? Mwambie kwanza usihangaike na kwako, maana sija kuuliza. Tumsifu Yesu Kristo. Haya. Kuna swali jingine. Hii nilimpa changamoto mimi sana. Biblia inasema mpendwa, mwamini mtu anayemcha Bwana ana vyanzo 7 au 8 vya kipato. Mtu anayemcha Bwana, tutakuja kuangalia kwa mbele, ili nataka nikupe challenge. Ana vyanzo 7 au 8 vya kipato, source of income. Sasa kuuliza jirani yako pole, mwambie jirani, wewe una vyanzo vingapi? Sasa haya maswali mawili ninaomba yakupe changamoto sana huko ndani mwako, ufikirie. Yaani yaache yawe kichocheo huko ndani. Katika kipindi hiki tunachojifunza malango ya uchumi, hebu yawe kichocheo. Kwa nini sina akiba itakayoweza kuniwezesha kuishi miezi 6 pasipo kubadilisha mfumo wa maisha? Halafu hebu jiulize, nina vyanzo vingapi vya uchumi? Na hii nataka ukaandike. Hii kaifanyia homework. Vyanzo vyako vya uchumi, halafu na vyanzo utakavyotaka kuwa navyo baada ya semina hii vifike 7 au zaidi. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, swali lingine la challenge ambalo nataka nikupe kabla sijaanza kufundisha. Baada hapa sijaanza kufundisha, nakupa challenge. Adui akikushindwa kwenye dhambi, ukawa unaungama tu, akakushindwa kwenye laana, ukazivunja na kuhudhuria misa na kuvunja maagano na mikataba, anakuja kwenye uchumi. Akiingia kwenye uchumi, anakupa mataji 3. Sasa haya mataji 3 nataka uangalie kwa siri wewe mwenyewe kama unayo. Taji la kwanza analokupa ni kuombaomba. Kuombaomba, pendwa. Yaani leo sina hakuna kabisa, pendwa. Sina nauli, yaani pendwa. Ndugu, yaani asinipe kapatika. Pendwa, yaani watoto hawajaamka nyumbani. Peka, kuombaomba. Taji la pili analokupa ni kukopa. Naomba nikopeshe, naomba niazime, naomba nikopeshe, naomba niazime.
Na akikupa hili taji anakupa na karama ya usahaulifu. Kila utakapopata hela utasahau kulipa madeni, utakumbuka siku umeishiwa ile hela. Na taji la tatu analokupa hata Mungu anajua. Yaani ni kukubaliana na maisha. Yaani hata Mungu anajua, ngoja niibe kidogo tu. Yaani nikiba kidogo tu. Hata Mungu mwenyewe anajua kwamba hali ni umesaidia, hali ni mbaya. Tumsifu Yesu Kristo. Hizi challenge tatu. Akiba ya miezi 6. Ya pili nimekwambia nini? Vyanzo vya uchumi na haya mataji matatu. Kwa hiyo mataji hebu jiulize tu kwa siri polepole, au sasa kuuliza jirani yako. Jirani, ni taji gani umefikwa hapo? Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni challenge. Nataka usichambue ndani. Kwenye uchumi, kabla hatujaanza ukiroho, leo siku ya kwanza nataka nianze yani na wewe mwenyewe. Kwa sababu katika kipindi changu cha huduma nimegundua kwamba hili eneo ni eneo linalokamata watu wengi. Na hapo shetani hahusiki na Roho Mtakatifu naye hapo haingilii. Hii ni wewe na wewe mwenyewe. Yaani nakuga ni wewe na wewe mwenyewe. Me, I and myself. Hii ni wewe mwenyewe. Na hii ni tabia. Tabia. Na mtaito wangu leo nipa tabia na uchumi. Wagiriki walikuwa ndio wasomi wa kwanza miaka 3000 kabla ya Kristo, walikuwa wameshaanza kugundua vitu mengi sana. Na moja ya vitu walivyogundua ni tabia 4 za binadamu, au Kiingereza wasema ni 4 temperament. Tabia 4 za binadamu. Na binadamu yoyote anayo 2 au hakuna aliye na moja, na wengi wana 2 au 3 ya hizi tabia. Tabia ya kwanza nitaenda haraka kwa kifupi, kwa sababu leo tunazungumzia kwenye eneo la uchumi na si eneo la tabia. Nitajaribu kujiangalia. Naomba wakati nikiwa nazitaja hizi tabia, usimwangalie mumeo, mpenzi wako, rafiki yako au mtoto wako nani. Nataka ujiangalie wewe mwenyewe. Hebu sema me, I and myself. Me, I and myself. Kwa sababu kuna jaribu kubwa sana la kumwangalia mtu mwingine wala kujiangalia wewe. Amina. Tabia ya kwanza ni sanguini. Andika Biblia, kama utaandika Kiingereza sanguini au utaandika SAG alafu U na kuendelea, au sanguini Kiswahili hivyo hivyo SAGWI hivyo hivyo. Sanguini. Hii ni tabia ya watu ambao kwa brief sasa wana mapepe, wanaongea sana, wachangamfu na outburst, wako akicheka yani kubwa, yani mkiwa mezani ndio kwanza kula chakula, alafu anaenda kwanza yeye sabuni anajua chakula kimechacha, akishamaliza au kishafika nusu yuko haraka, yani mambo yake ni haraka tu. Mkiwaambia twende kashakuwa wa kwanza kuondoka, yani yuko nje, yani ni mtu ambaye yuko nje, ana furaha, anakupenda sana, ukiwepo ukiondoka anakusahau. Ni mtu wa namna hiyo. Ana haraka, kama ni kuendesha gari kwenda spidi, mkijadili jambo yeye atakuwa ameshakuwa wa kwanza kwenda kulitendea kazi. Mtu haraka sana. Amina. Tutaendelea. Hapa natoa brief tu ili uweze kuanza kupata kidogo. Ana hasira za haraka sana, analipuka, alafu sasa hiyo anaweza kasahau, alafu anaweza kukosea, alafu akakuomba msamaha, alafu akukosea tena sasa hiyo, alafu atakuomba msamaha kwa sababu ni mwepesi kuomba sana msamaha, hana shida na hilo leo. Anaweza kuomba msamaha huko akuangalia, alafu akikuomba msamaha leo, jua kesho alikosea, usishangae, ndivyo alivyo. Amina. Tabia ya pili ni choleric. Unaweza kuandika Kiswahili hivyo choleric K, au kaandika Kiingereza choleric inaanza CH. So tabia hii
ni mtu mwenye misimamo, ni mtu king'ang'anizi, ni mtu ambaye akiamua ameamua. Waswahili watasema haambiliki. Yaani hakuna utakalomwambia akubali. Yeye akiamua, alafu ni mbishi kwamba sio mbishi. Kwa sababu akiamua alichoamua ndicho hicho. Na ukifanya kosa kubwa ni kumshauri. Ataamua kukataa kwa sababu tu umemshauri. Yaani wanasema choleric akiamua kwenda hivi, akidhani kwamba hapa ndipo pana mlango, ukimwambia geuka kushoto ndio kuna mlango, kwa sababu umemwambia, yuko radhi aendelee kujigonga hapa kuliko ageuke kushoto kwamba ndio kuna mlango. Akiamua ameamua. Alafu tabia tatu ni melankoli. Andika hivyo melankoli, lakini Kiingereza kwa Kiingereza inaandikwa melancholy, lakini hivyo hivyo andika hivyo. Kwa sababu daftari lako utasoma mwenyewe na saa nyingine unaweza usiende kulisoma tena. Lakini natamani ulisome. Melankoli ni mtu ambaye anafikiria sana. Ni mtu ambaye ana mawazo. Kitu chake chochote lazima akichambue, afikirie sana. Ni mtu ambaye anafikiria hasi tu, yaani mabaya ambayo yanaweza yakatokea. Jambo yaani mkiamua wako watatu hapo, choleric, sanguine na melancholy, wakasema twende, sanguine atakuwa wa kwanza kuondoka. Na melancholy atafikiria nikiondoka itakuwaje, nitaendaje, nitapita njia gani, atachambua kila kitu in details. Kwenye chakula melancholy